السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حمدا لرب قد خصنا بمحمد وأنقذنا به من ظلمة ودياجر. اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام وبخاتمية الخاتم حسن الختام. Tulikuwa tutamani kisomo kisikatike, yazidu fil halqi ma yasha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahifadhi wasomaji wetu waliotutumataisha, awazidishie inshallah hifadhi zao na sauti zao, awakunjulie vifua vyao, na wabariki mashekhe zao waliofanya kazi kubwa kama hii. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Kuzungumza baada ya Sheikh Faisal pazito kidogo, sababu ni mkubwa wetu kiumri, maarifa, kazi ya ilmu, kila kitu, lakini kwa sababu ile mada yake ilikuwa imenasibiana na ufunguzi wa kichwa cha liqa kama ya leo ya mwanamke ndani ya Uislamu, ndio maana akatangulia. Lakini sisi wadogo zao walikuwa tutangulie kisha wao wajiweke sawa, lakini walillahi alhamd, kuna wakubwa zetu baada yetu watakuja kuweka sawa pale tutakapoteguka. Mwanamke katika Uislamu ni kadhia pana ambayo kwamba imezungukwa na shubuhati nyingi kutoka kwa mustashriqun wanaosoma Uislamu na kujaribu kuutia doa na kuuchafua, kuja kumhisisha yule mwanamke na ulimwengu wote kwa jumla kwa Uislamu umemtweza mwanamke, umemkosea katika kadhaya mbalimbali. Mimi nitapendelea katika hizi dakika chache nisimame katika shubha moja ambayo kwamba wanaitumia mara nyingi, ya kusema mwanamke amenyimwa elimu katika Uislamu. Nini uhakika wa shubha kama hii na vipi tutaivunja? Kwa kuzungumzia dauri la mwanamke la kielimu katika Uislamu, katika kusoma na kusomesha. Kutoka dakika ya kwanza ya risala ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa kike walimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, tujalie na sisi wakati utusomeshe kama unavyowasomesha wanaume. Vile himma ya kusoma ilikuwa kutoka dakika ya mwanzo, na wakasoma. Hivyo unapokuja kumsikia kwa mfano al-Imam al-Hakim an-Naisaburi mwenye al-Mustadrak ala sahihain akisema rub'u ahkami al-islami ukhidha 'ani an-nisa, robo ya ahkam za Uislamu zimechukuliwa kwa wanawake. Ahkam ni 1,100,194, sema 1,100,200. Unazungumzia robo yake, yani takriban 300,000 ya ahkam za kisharia zimechukuliwa kutoka kwa nani? Kwa wanawake. Si kazi ndogo ambayo kwamba wameifanya. Walikuwa na mchango mkubwa sana katika elimu, na mchango wenyewe una vigawanyo kadhaa. Mwanamke kama mama kuchangia kumlea mtoto wake katika kupenda kusoma. Mwanamke kama mke kusaidiana na mumewe katika kusomesha. Mwanamke kama mke kumsomesha mumewe, na mwanamke kama mwanamke kusomesha umma kwa jumla. Tambelea nipitie katika niqat kama hizi. Al-Imam al-Shafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nataja watatu kwa sababu ni katika fuqaha wanne wa madhahib za Ahlus Sunnati wal Jamaa, lakini aima wengi wanaingia chini yao ambao kwamba walikuwa ni product ya mama zao. Yani anakulia al-Imam Malik mwenyewe anaeleza kwa mimi maili yangu ilikuwa katika masala ya wimbo ama nyimbo, lakini mamangu aliniambia idhhab ila Rabi'a wa khudh minhu al-adaba qabla al-ilm.
nenda kwa Rabia kajifundisha adabu kabla elimu, nenda kasome, achana na upande huu. Leo ni mamilioni wangapi katika umma ambao kwamba wanamwabudu Mola kwa kupitia madhhab ya al-Imam Malik, sababu ilikuwa ni mama. Allah. Hivi hisabu ya thawabu zake inaingiza kiasi gani mama kama yule? Al-Imam Ash-Shafi'i mamake anatoka naye pande za Gaza, anazunguka naye Makka, Madina, Yaman, anampeleka sehemu mbalimbali kwenda kusoma kwa mashehe wakubwa. Leo ni mamilioni wangapi katika huu ulimwengu ambao kwamba wanamwabudu Mola kwa kupitia madhhabu ya Imam Shafi'i, hisabu ya hasanati inaingia kwa mama. Vile vile mamake al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kwa hivyo mwanamke katika tarikhi ya Uislamu alimkuza mtoto wake katika kupenda elimu na katika kusoma, na akajitolea kwa hali na mali. Pamoja walikuwa ni single mothers. Wote tunawataja walikuwa hawana waume, umezao shafariki, lakini wakapambana na hali ngumu za maisha wahakikisha watoto wao wamesoma. Lakini vile vile kuna mustawa wa mume na mke kusaidiana katika masaili ya elimu. Al-Imam Alauddin As-Samarqandi katika maulama wakubwa wa madhhabu ya Imam Abu Hanifa, Alauddin As-Samarqandi alikuwa na binti yake anaitwa Fatima, faqiha mkubwa sana, na fatwa ilikuwa haitoki katika nyumba yao isipokuwa kwa tawqi' mbili, saini mbili, saini ya baba na binti, namna alivyokuwa faqiha. Mwanafunzi wa al-Imam Alauddin As-Samarqandi ambaye kwamba ni Alauddin Al-Kasani akaja akafanya kazi kubwa. Shekhe lake alikuwa na kitabu Tuhfatul Fuqaha, akakisherehesha katika maraji yanayotegemewa katika madhehebu ya Imam Abu Hanifa, ni kitabu Bada'i'us Sana'i, ni sharhi ya Tuhfa shekhe lake. Shekhe lake alipopendezwa na ile kazi akaona hakuna mukafaa ambao kwamba anaustahiki huyu bwana isipokuwa ni kumwozesha huyu binti yangu, mpaka maulama wakasema sharaha tuhfatahu wa fazawajahu ibnatahu. Alisherehesha tuhfa yake kumwozesha binti yake, binti alima mzuri ambaye kwamba paka vijana wa makhalifa walikuwa mtamani, lakini akapata bahati kwa kupitia nini? Saini zilikuwa ni mbili katika fatwa ikawa sasa fatwa katika ile nyumba haitoki isipokuwa kwa saini 3. Al-Habib Ali al-Mashhur, babu yake shekhe letu mlezi Al-Habib Abubakar Al-Adani rahmatullahi alayhi, alama, lakini alikuwa akisomesha na mama yupo nyuma ya pazia. Habib kidogo akiteguka katika masala ya kifiki kunapigwa makofi kule, anainuka na kwenda kwa mama mkewe, anasahihishwa, anarudi anaweka masala sawa. Takbir. Alama. Lakini angalia ujue mustawa wa ilmu ulokuweko. Mpaka siku moja Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf ametoka kwenda kumtembelea moja katika maulama na wachaji Mungu wakubwa katika Hadramut, Sheikh Sultana Az-Zubaydia. Akifika pale alikuwa akijadiliana naye masail mazito katika ilmu. Siku hiyo Al-Habib Abdurrahman amemchukua kijana wake katika ile ziara. Yule kijana anashangaa, mwanamke anajadiliana masail mazito na Habib mwanamume. Akasema, yakamtoka maneno, ma bada bakra au ma bada li bakra tumari rijal au jimal, afwan, mimi sijaona ngamia wa kike akishindana na ngamia wa kiume bado, kijana bado hajakoma. Sheikh Sultana akamwambia Al-Habib Abdurrahman, unaruhusu nimjibu? Akamwambia ruhusa. Akamjibu akamwambia, alhimlu bilhimli wazaid laban wal'iyal, anachokibeba ngamia wa kiume ndio hicho anachokibeba ngamia wa kike. Alhimlu bilhibl, bali kuna na ziada wa kike anatoa maziwa na anazaa, wa kiume hana. Sallu ala nabi. Mustawa wajuu katika ilmu. Sasa kuna wale ambao kwamba ni waume na ni maulama lakini wamesoma kutoka kwa wake zao, kama Hisham ibn Urwa. Hisham ibn Urwa amechukua elimu kutoka kwa mkewe Fatima binti al-Mundhir. Vile vile binti Said ibn al-Musayyib
Mume wake ambaye kwa mmoja katika wanafunzi wa al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib amechukua ilmu kutoka kwa binti Sa'id ibn al-Musayyib. Kwa hivyo ilmu, tukizungumzia janib ya wanawake katika umma, ilikuwepo hadhir tena kwa idadi kubwa sana, na ndo naona al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika Taqribu at-Taqrib ametaja wasomi wa kike 724. Ukienda katika ad-Daw al-Lami' cha al-Imam as-Sakhawi amewataja 1070. Kuna wale wamehusisha kitabu kizima kuzungumzia wasomi wa kike tu, kama Umar Ridha Kahala, Mu'jamu A'lam an-Nisa. Zaidi kushinda zote hizo, aliyekusanya na kufanya kazi kubwa katika kusanya maulama wa kike na kazi zao ni bwana ambaye kwamba yuko hai katika zama zetu, Mungu ampe umri na afya, Dr. Muhammad Akram an-Nadawi. Ana kitabu chake mijeledi 43 amekiita Al-Wafa fi Asma'in Nisa, akimwiga Al-Hafidh al-Mizzi. Al-Hafidh al-Mizzi alitunga Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, yakafanya Al-Wafa fi Asma', kataja pale wanawake wasomi wasomi wa kike 9300. Angalia, maelfu kwa maelfu, idadi kubwa sana. Na ndio maana ukisoma tarajum za ulama, Al-Hafidh Suyuti akwambia nilikuwa na mashekhe wa kike nilopiga goti kwao kusoma 42. Al-Hafidh As-Sam'ani akwambia nilikuwa na mashekhe wa kike 69. Al-Imam Ibn Asakir anataja mashekhe wake wa kike 80. Alikuwa na mashekhe 1000. Mashekhe katika 1000 wa kike waliomsomesha walikuwa 400. Katika zama ambazo kwamba mtu anaweza kusoma kwa mashekhe wa kike 400, ni idadi kubwa kiasi gani ya ilmu iliyokuwa kwa wanawake. Kwa hivyo ilikuwepo, Uislamu haujamnyima mwanamke kusoma. Walikuweko kina Nafisatul Ilm na Imam Shafi'i wakimkusudia radhiyallahu anhu. Tatizo lililoko katika zama zetu ni kwa tumebaki na Nafisa vitumbua, Nafisa bajia, hatutaki sisi wenyewe kusoma. Lakini kama ni ilmu, walipatikana kina Nafisatul Ilm, idadi kubwa sana, na ni katika majal zote, katika ulum za sharia na katika ulum za maisha. Ukija katika fiqhi, ukija katika hadithi, ukija katika tibb, katika kila majal. Tena angalia katika maajabu, al-Imam al-Dhahabi yasema hatujui aliyewachwa katika wanawake katika upokezi wa hadithi. Katika rijali huku kuna dhuafa, lakini kule hakuna, wote zinakubaliwa riwaya zao. Wanawake wasipungua 10,000 katika wenye kupokea hadithi. Rudi katika vitabu vya hadithi usome zile sanad, utaona majina ya kike. Bali kitabu sahihi zaidi baada ya Al-Qur'an al-Karim ni kitabu gani? Sahihi al-Imam. Je, tunajua kuwa sahihi al-Imam al-Bukhari, nuskha iliyokuwa sahihi zaidi ya Bukhari imepitia kwa mwanamke, Karima al-Marwaziyya. Mwanamke, nuskha sahihi zaidi, Karima al-Marwaziyya radhiyallahu anha wa ardaha. Mwanamke amesomesha maulama wakubwa. Kulikuwa na aima wa kike ambao kwamba wakikaa katika majalis makubwa katika misikiti mikubwa wakihadhir wakisomesha. Darda as-Sughra alikuwa akisomesha miezi 6 Sham, akitoka miezi 6 akienda Aqsa, Mwenyezi Mungu au komboe karibuni, akisomesha kule. Fatima binti Ibrahim al-Bataihiyya alikuwa akisomesha katika al-Haram al-Madani, ndani ya msikiti wa Mtume Madina, akisomesha. Leo wako wapi wanawake wasomi wa kike ambao kwamba walikuwa wanasomesha katika masajid? Aisha bint Abdul Hadi al-Maqdisiyya katika maulama wakubwa wa kike. Al-Hafidh Ibn Hajar anasema nimesoma vitabu 70 kwake. 70. Aisha bint Abdul Hadi alikuwa akisomesha chini ya Qubbatun Nisr Sham kule, katika sehemu ambapo kwamba mabwana wakubwa wakisomesha kule Darul Hadith. Paka Imam as-Subki siku hiyo anaonekana anabusu ile sehemu mbalimbali. Unafanya nini? Asema la'alli an amassa bihurri wajhi makana massahu qadamun Nawawi. Au kukumpita mabwana wakubwa kina Imam Nawawi na wengineo, japo na mimi niguse sehemu ambayo kwamba umeigusa Nawawi. Mwanamke
alikaa sehemu kama ile. Aisha binti Abdul Hadi al-Maqdisiyya akasomesha. Kwa hivyo ni idadi kubwa. Ukisoma kuna kina Zainab bintu Kamal katika mashaikh wa Imam al-Dhahabi, anasema wamesoma kwake vitabu 400. Vitabu 400 wamesoma kutoka kwa mwanamke kama huyo. Kwa hivyo wanawake kusoma katika janib katika upande wa Uislamu, mwanamke hajazuiwa kusoma kabisa. Amesoma na akasomesha, na kama tulivyosema si katika ulum za sharia peke yake. Ukienda katika tib, hospitali ya kwanza katika Uislamu ilikuwa ni hospitali ya mwanamke Sayyidatuna Rufaida al-Aslamiyya, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa nje ya msikiti wa Mtume. Na Rasulullah akipeleka masahaba wakubwa kutibiwa. Kina Sayyidina Sa'd ibn Mu'adh alipoumia alipelekwa huko kwenda kutibiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Rufaida mwanamke. Soma katika tarikhi, wasome kina Maryam al-Istrabliya. Huyu Maryam anatambuliwa na taasisi ya falaki ulimwengu mzima, astronomy, kwa sababu kiwango alichofika kwa zama hizo mpaka aliunda vifaa vya kuweza kufuatilia harakati za sayari. Ilmu kubwa aliyokuwa nayo katika upande huu wa falaki. Bali katika ulimwengu ambao kwamba tuishi ndani yake, katika hii dunia, chuo cha kwanza kikuu, chuo kikuu cha kwanza ulimwenguni kiliasisiwa na mwanamke, Fatima al-Fihriya, Jamiat al-Qarawin, Morocco. Ndio chuo cha kwanza kikuu ulimwenguni ambacho kwamba kimetoa mabwana wakubwa kama Imam Ibn Rushd na wengineo. Aliasisi chuo kama kile alikuwa nani? Alikuwa ni mwanamke. Kwa hivyo natija tunafaa kutoka nayo hapa kuwa dauri ya mwanamke katika ilmu, sawa ni kukuza mtoto katika kusoma, sawa ni kusoma, ni kusomesha, ni kushirikiana na waume zao na wazazi wao katika kusomesha, yote ilipatikana tena kwa idadi kubwa, na katika majali na fani mbalimbali zisizokuwa na idadi, paka katika ilmu ya mekanika. Abna Musa bin Shakir ambao kwamba wametunga kitabu cha ilmu mekanika, mmoja ni wa kike alikuwa amebobea katika mekanika. Kwa hivyo ya kusemwa ni mingi na mifano ni mingi. Tunachokisema mwisho ni kuwa Uislamu haujamnyima mwanamke ilmu abadan. Sisi wenyewe pengine tumerudi nyuma katika kadhia ya kusoma, lakini Uislamu umemsomesha mwanamke, na mwanamke kama yule akasomesha na akaweza kunufaisha umma kwa kupitia ilmu yake. Huu ni wito kutoka kwetu madhaifu kwenda kwa dada zetu wanaotusikia na kututazama kwa kupitia vyombo vya habari, kuwa turudi katika amjad zetu, turudini tusome, turudini tujiendeleze katika kusoma. Fursa zipo na mashekhe wapo, Mwenyezi Mungu awape umri na afya. Ikiwa nimepata ni kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa nimekosea ni kutoka kwangu na mashekhe wataweka sawa inshallah. Mwenyezi Mungu awahifadhi walioandaa majlis kama haya, ajalie katika mizani hasanati zao, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.